Naam, waligani fetu wa Feti Media ni baada ya muda mrefu kidogo lakini tumerudi tena, tuko ngangali. Na mambo ambayo tunasudia siku ya leo ni mengi mazuri ya kufurahisha, kuburudisha, kilicha kuburudisha pia ni jukumu letu pia kuleta kitu ambacho kitakuwa ni kama somo kwa upande wako wewe. Litakuwa ni somo la kujifunza, lakini vivyo unaweza kama miongoni mwa watu ambao mnakuja kwa lengo moja la kutoa ushauri kwa watu mbalimbali kuhusiana na kile kitu ambacho kinakuwa kinatokea hapa na pale. Cha msingi tu ni kuendelea kwa pamoja, kwa mengi zaidi tuambatane. Lakini kwa ndugu yangu ambaye bado hujasubscribe, ninakuomba nenda moja kwa moja kwenye upande wa kusubscribe, ukasubscribe na kutane on notification ili uweze kuwa miongoni mwa wale watu ambao wanakuwa wanazipata habari zetu kwa haraka kabisa hapa Feti Media. Mambo ni mengi sana, mambo ni moto ambao nimesema siku ya leo, lakini wacha nikukumbushe kwa wewe mdau wa michezo, burudani, mikasa pamoja na entertainment na vitu vingine mbalimbali, when includes na swala fulani la siasa. Ndugu yangu Tanzania, katika miezi ile ya moto kama unajua sasa hivi watu walikuwa katika masuala mzima ya kujiandikisha kwa ajili ya kupata kile kikadi au ile kadi ya kupata kumruhusu yeye kikatiba kupata kumchagua kiongozi ambaye anamkubali katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba kama sio mwezi Novemba. So ni vitu fulani ambavyo watu wetu tukaacha kukuletea upate kuhabarika kuhusiana pia na masuala ya mikasa. Cha msingi always nakwambieni kusubscribe na turn on notification. Nisikuchoshe sana, wacha kupeleka katika point ambayo niko nayo au ile news ambayo nikusikia siku ya leo. Inamhusu mtu mzima Konde pamoja na bibie Farida au Frida Frida Kajala, baada tu ya kile kitu ambacho kimetokea jana katika mechi ambazo zinaendelea. As you know, mtu mzima Alikiba alikuwa amekuja na wazo la kuanzisha mechi ambazo zilikuwa zinafanyika watu baada ya kupata futari pale. Kidogo sio mbaya kuingia uwanjani, wa kuwatch waangalie, wa kucheza wacheze. Inaitwa Ramazan Cup ya Samia Cup, na uwanja ambao mara nyingi unatumika ni uwanja ambao uko Mikocheni huko. So wasanii mbalimbali tunakuta Konde Gang na wao wana timu yao pale, Bad Nation wana timu yao pale, Kings wana timu yao pale, na watu wengine mbalimbali pia wako na timu zao. So wanakutana pale kwa ajili ya kuendelea kuchuana, kuendelea kujenga ukaribu, ushikamano na vitu vingine vingi ambavyo vinakuwa vinasababisha watu mnapokutana pamoja. So siku ya jana umepata kuvunjwa ukimya upi huo? Ni ukimya ambao ulikuwa ni ukimya wa muda mrefu sana, kwamba mtu mzima Harmonize alikuwa anazungumza katika interview mbalimbali, alikuwa anazungumza kuhusiana na, akiuliza swali lote kuhusiana na Kajala, lakini Kajala amekuwa ni mtu ambaye akikwepa maswali, na amekuwa mtu sio wa kupenda interviews toka alipokuwa wameachana, wameblock pamoja mahusiano yake na msanii huyo Harmonize. Alikuwa sio mtu wa kutoka mitandaoni kumzungumzia zaidi Harmonize na nini. Lakini mwisho wa siku ya jana ulikuwa umekuja na utofauti wake kabisa. Mechi ya jana ya Bad Nation pamoja na Lamata Village ilikuwa imefanya watu wawili mkutano wao ukazua mambo mengi. Sio ukazua, still uko na vitu vingi sasa hivi watu wanavizungumzia baada ya wao kukutana na kushow love. Kwa upande wa bwana mkubwa Harmonize kusimama na kwenda kumpa salamu ex wake, ex ambaye amemtesa sana. Ukiangalia 95% ya ngoma zake bwana, basi ujumbe huo unamwendeaga sana Kajala. Sijui amempa nini mpaka alishindwa kumove on, lakini yote bwana jana akamua show love, akamua show kwamba we are peace, hatuna jambo lolote ambalo linaendelea kati yetu ambalo lina zua mtafuko wote, kwamba atuzungumzi kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa vishapita. Wakakumbatiana pale, lakini kitu ambacho kilikuwa ni swali kubwa sana ni Harmonize alipokuwa ametreat ile salamu kwamba ni mtu fulani hadi yeye ndo alikuwa like amemforce kwenda kumfuata Kajala na kumpa salamu na vitu vingine vikaendelea pale. Lakini mwisho wa siku akapata kudisappear eneo ile na kuonekana akienda kumpa salamu binti Kajala Masanja. Hapa ninamaanisha au namzungumzia Paula Kajala. As you know, way back ugomvi ambao ulikuwa umetokea kati ya Kajala pamoja na Harmonize, naweza nikasema pia Kajala alikuwa ni source, kutokana pia Harmonize alikuwa anaonekana kama pia alikuwa anamnyapia binti wa mpenzi wake. So magomvi yao ya mwanzo pia Paula alikuwa amehusika huko ndani, lakini magomvi ya pili ilivyosemekana kwamba pia mtu mzima na Harmonize kiasi kwamba alikuwa amezingua akawa na mcheat
Kajala. So ni vitu ambavyo vilikuwa vimetokea hapo jana, lakini licha ya kutokea kama ilivyotokea bana, mambo ni mengi sana kumtandaoni. Kama unavyokumbuka interviews nyingi ambazo amezifanya bibi Kajala, amekuwa akizungumza au amekuwa akipublish kwamba yani hajaonyesha kwamba yuko mingo. Umeona, yani kama yuko na mtu, lakini sasa zake zinaonyesha kama amepata mtu ambaye less of alive, lakini mwisho wa siku hajawahi kumpost kwamba tukapata kumuona shemeji yetu ni nani. Lakini watu wa karibu namzungumzia Juma Walokole amekuwa akizungumza kwamba bibi Kajala ako na mpenzi wake mwenyewe. Mpenzi wake ni mtu ambaye ni sio maarufu na hapendi kujulikana, au sio mtu wa mitandao. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea hapo, ni kama yeye alikuwa hapendezwi navyo, au ni madai ya nani, ya Juma Lokole, kwamba anadai kwamba mpenzi wa Kajala anakuwa hapendezwi na vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea vikimhusisha Kajala na Harmonize, wakati ambao watu washaachana kitambo na kila mtu yuko na mahusiano yake. So ni vitu ambavyo vimetake trending huko na watu wengi wamefurahi. Tumeona pia wali couple ilikuwa na baraka zote, kwa sababu pia baada tu ya kutokea kwa kitu bwana, mtandaoni kumechangamka sana. Kila ukipita ukifunua peji, kuingia peji ile pale ni kuhusiana na Kajala Harmonize, Kajala Harmonize, na watu wengine wamekuwa wakihusanisha pia kwamba inawezekana wakarudiana baada tu ya kumita kufanya hiyo act na vitu vingine, na hiyo salamu pengine ikawa wanakuambia sometimes waswahili tunakuambia salamu ni mwanzo wa kujuana, salamu ni mwanzo wa vitu vingine. Kwa kupitia salamu inajenga vitu vingine. Kwa pengine baada ya kufungua moyo wanaweza akawa ni watu ambao wakaja kurudiana huko mbeleni, au ndo masuala tu ya kuishi kwa amani, kila mtu aendelee na mambo yake. Ikogo hiyo pia tumeona kuna watu ambao walikuwa katika ndoa kabisa, mke na mume na watoto wanao, lakini mwisho wa siku wanabaki kuwa na salamu tu, mtoto anaendeleaje, maisha yanaendaje, imeisha, sio kimahusiano. Lakini pia wamekwambia inaweza ikawa na bad ikawa bad kwa upande wa Kajala, kama ni kweli yuko na mpenzi wake na anakasirisha na mambo ambayo yanaendelea kwa mtandaoni. Kwa hiyo kumuona pia akiwa na ag na mtu aliyekuwa mpenzi wake, ex, pengine inaweza ikamharibia. Lakini vile vile inaweza ikawa pia ni kitu cha kumrudisha pia, au kurudisha pia mjini, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wako midomoni mwa watu sana. Kitu kidogo tu wanafanya, lakini kinakuwa kinakwenda viral sana. Ukizungumzia mahusiano ambayo walikuwa wameenda viral, basi ni mahusiano ya ndugu yetu huyu Harmonize pamoja na Kajala. Yaani mahusiano ambayo kufuatilia list ya girls ambao Harmonize ametoka nao, hawajawahi kuwa famous hivyo zaidi walivyokuwa Kajala na Harmonize. So ni couple fulani ambao ilikuwa iko nzuri sana, lakini ndo akatokea ya kutokea. Lakini pia kuna watu wamekwambia the way Kajala hivyo reaction kama mtu ambaye alishinda tu kumkataa kwa sababu ni mbele ya watu, ndio maana akakubali salamu yake ya kumuaga. Lakini in case kungekuwa na opportunity nyingine pale, basi design kama angemkataa. Umeona? So ni vitu fulani ambavyo pia wasanii they're trying to pretend kwa watu kwamba we are fine, lakini mwisho wa siku mabifu yanakuwa yanaendeleaga pale pale. Umeona? So ni vitu ambavyo vimehappen kwa usiku wa jana, na ni vitu ambavyo still viko vimemake headline huko. So nikasema sio mbaya nikashare na wewe mdau wangu wa Fet Media, upate kupata chochote kitu kuhusiana na kile kitu ambacho kinaendelea. Yaani usipate kupitwa na chochote na lolote wakati wowote. Tuendelee kwa pamoja. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye bado hujasubscribe, ni wakati wako mzuri kusubscribe na kutani on notification, share na marafiki zako apate kuja kujiona sisi huku, ili apate kupata ile burudani ambayo unaipata wewe mdau wa Fet Media. Thank you so much. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.